uelewa wa wanachama miaka 10 iliyopita na wanachama tunao sasa hivi, miaka ya sasa imebadilika sana. Uongo ukweli? Uongo ukweli? Wanachama wale wa kuburuza hawapo tena, kwa sababu moja ya hitaji la wale watu walioanzisha financial inclusion framework ilikuwa ni kuongeza uelewa wa watumiaji wa huduma. Si sahihi? Ilikuwa ndio kuongeza uelewa wa watumiaji wa huduma, lakini kuongeza uwezekano wa namna ya kupata huduma sehemu nyingi. Kwa maana yake ni kwamba sasa hivi mwanachama haumtishi tena, ana sehemu nyingi za kupata hizo huduma tunazozitoa, lakini anauelewa pia mkubwa wa namna ambavyo tunatoa huduma. Kwa hiyo unapotoa huduma pia ujue kwamba sasa hivi tunahitaji ubunifu sana, kwa sababu mazingira ya uelewa na wanachama wetu yamebadilika na ni hitaji ambalo lazima tuliangalie kwa jicho kubwa. Mahitaji ya wanachama pia yameongezeka, na hii inasababisha pengine na changamoto za maisha ambazo tunakutana nazo sasa hivi. Mahitaji yao yameongezeka sana. Zamani ulikuwa mwanachama akisha kuwa na application ambayo anaangalia miamala ilikuwa inatosha, sio hivyo? Mimi nimekuwa na application ambayo mwanachama anaangalia miamala kwa miaka zaidi ya sasa hivi 4 nenda mitano. Lakini miaka 2 baadaye wanachama walianza kuleta matamanio tofauti. Kwa nini tusiwe kama TANESCO? Kwa sababu walishasikia TANESCO imefanya nini? Digitalize operation na mifumo yake kwa ujumla. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingi walikuwa wanatoa pressure. Kwa hiyo mahitaji ya wanachama yameongezeka kwenye mahitaji ya huduma, lakini pia kwenye mahitaji ya namna ya kusifikia huduma zenyewe. Kwa hiyo kwa sasa hivi kuwa wabunifu hatuna budi, ni hitaji la lazima. Lakini ujumuishi wa sasa unahitaji kuwafikia wengi na kwa uaminifu. Yaani sio tu kwamba sasa hivi tufocus kwenye kuongeza watu tu, lakini pia tufocus kuongeza watu ambao tumepunguza tension. Tumepunguza harufu za kwamba watu wanaweza wakaibiwa. Tupunguze harufu za kwamba watu wanaweza wakahakiwa. Kwa hiyo ujumuishi tutaendelea nao kwa maana ya kuongeza wigo wa utoaji wa huduma, lakini focus kubwa iwe ni kwenye kuongeza ufanisi wa utendaji wa majukumu yetu, lakini pia kuongeza ufanisi wa namna ambao tunawafikia wateja.